baptism? Ubatizo ni nini? So as you think about it, let's go to the book of John chapter 3. Mnapokumbuka mara hapo, wacha tuende kwa kitabu from verse 23. Sura ya 3 mstari wa 20. And also Matthew chapter 28. Na pia Mathayo sura ya 28. John chapter 3 verse 23. John 3 verse 23. The Bible says, and John also was baptizing in Ainon, near to Salim, because there was much water there. And they came and were baptized. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainanoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa. Okay. Amen. Matthew chapter 28 from verse 18. We are going to read 3 verses there. Mwambie ni Mathayo ngapi? Mathayo 28 from verse 18. Kutoka mstari wa 18. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I'm with you always, even unto the end of the world. Amen. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi endeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amen. Amen. So we realize that Jesus, when he was about to be taken to heaven, tunakuja kugundua ya kwamba Yesu anapokuwa karibu kuchukuliwa mbinguni, he gave the disciples a command. Alipea wanafunzi wake amri. And they should go and teach all nations, according to King James Ili Version. waweze kuenda na kufundisha mataifa. Secondly, baptizing them. Mara ya pili, kuwabatiza. And not that is speaking in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Na amri yake ilikuwa inasema wabatize watu kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. And that is my key scripture. Na hilo ndio jambo muhimu. So it is not in the name of Jesus only. Sio kwa jina la Yesu peke yake. But it is in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Na ni kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. So it was a command. So ilikuwa amri. And this is what the scholars call it Great Commission. Na hili ndio wasomi wanasema ni jambo la muhimu. Which he commanded us, he commissioned us to do as servants of God. Yeye aliamurisha sisi kama watumishi. Amen. Amen. We have read in the book of John. Tunamesoma katika kitabu ya Yohana that and John the Baptist was baptizing in Ainon. Na kwamba Yohana alikuwa anabatiza katika mji wa Ainamoni. He was baptizing there because there was much water. Alikuwa anabatiza pale kwa sababu kulikuwa na maji mengi mala pale. Amen. Amen. So, what is baptism then? Ubatizo ni nini? As I say, baptism, the word itself comes from a Greek word originally, baptizo, B-A-P-T-I-Z-Z-O, if I'm good in Greek or whatever. Neno ubatizo inatoka kwa neno ya Ugiriki ambayo inamaanisha baptizo. Are we together up to that point? Tuko pamoja mpaka mala pale. What does it mean? Inamaanisha nini? This word means to bury.
Hii neno linamaanisha kuzika or to totally immerse, ama if there's such like a word. ama Total immersion. kuzika kabisa, kutumbukiza kabisa. So this word was derived from that word. Hii neno lilitoka kwa hiyo neno baptism. And therefore, Na kwa hivyo when we talk about baptism, tunapoongelelea kuhusu ubatizo, we talk about the total immersion of somebody or whatever into that substance. tunaongelelea kuhusu kutumbukizwa kabisa ndani ya kitu fulani. And therefore, when we talk about water baptism, Tunapoongelelea kuhusu ubatizo wa maji, we talk about total immersion of that somebody into the water without seeing anything. tunaongelelea kuhusu kutumbukizwa kabisa ndani ya maji bila kuonekana hata kiungo fulani ya mwili wako. Amen. Amen. And of course, the other time we were talking also about the baptism. The other kinds of baptisms are like one of them is, can you remind me, one of the baptisms? Tulikuwa tunaongelelea aina mingi za ubatizo. Kama mnaweza kunikumbusha ubatizo aina moja? The biblical baptism. That's what I'm talking about. Ya kibiblia. Yes, Nancy? Huh? Oh, I'm talking about one of the examples of the biblical baptism apart from water baptism. Nauliza The kinds of baptisms. aina ya ubatizo yenye tumesomea ya kibiblia isipokuwa ya Amen, amen. Thank you. Holy Spirit baptism. Roho Mtakatifu pia iko na ubatizo. That is one of them. Hiyo ni moja wao. Which one can you remember? Mnaweza kumbuka aina nyingine tena? Which is mentioned. They are not. They don't look like baptisms, but the Bible has termed them as baptism of some kind. Hayakai kama ubatizo ya ukweli, lakini Biblia yanataja kama ubatizo pia. Amen. Amen. So I want us to remind us. Nataka tujikumbushe. Of course, number one, we talked about baptism of repentance. Tunakumbuka ya kwamba kuna ubatizo ya usamaha. There are so many scriptures, but I don't know whether we are going to. If you are writing Acts chapter 19 verse 4. Kuna maandiko mingi lakini hatutayasoma vile unaweza andika. Mark 1:4. Mark 1:4. Luke 3:3. Luke 3:3. We don't want to go to such because we want to move with time. Tunataka kuokoa masaa, sasa tutasoma maandiko haya. Some of the people term the water baptism, calling it the baptism of John. Wengine wanasema ubatizo wa maji wanaiita ubatizo wa Yohana. There is another one which he talks about baptism into the body of Christ. Kuna ubatizo katika mwili wa Yesu. Amen. Amen. Galatians 3:27. Wagalatia 3:20. There is another one which is called baptism into the suffering of Christ. Kuna ubatizo ya kusumbuka ama kuteseka kwa Kristo. And last but not least for now, baptism into the Holy Spirit. Mwisho lakini sio mwisho kabisa, kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu. Now, because there is only one kind of baptism, of course the water baptism also. Kuna ubatizo mmoja ambao kuna ubatizo wa maji. So because I want to concentrate on water baptism, tunataka kusisitiza sana kuhusu ubatizo wa maji. I just want to speak shortly about baptism into the suffering of Christ. 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4 inaongelelea kuhusu ubatizo wa kuteseka kwa Yesu. Hallelujah. Amen. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. For verse 13. So here I'm speaking. There are so many scriptures which I can give you, but I want to keep on moving. When we talk about this, we are actually talking about. I think some of the things we have been talking about here, what we pass through as Christians. Nafikiria tunapoongelelea mambo haya tunaongelelea mambo ambayo tunayapitia kama Wakristo. And Jesus Christ said, na Yesu Kristo alisema,
to bear fruits. ili tuweze kuzaa matunda. A tree which bears fruits. Mti ule ambao unazaa matunda, that is the tree which the Father comes and prunes it. Hilo ndio mti ambayo Baba anakuja na aweze kuilinda. That it may bear more fruits. Ili aweze kuzaa matunda mengi. Hallelujah. Amen. When we get saved, tunapookoka, as we said earlier, there are times when we are young in faith. Tulivyosema hapo awali ya kwamba tukiwa wachanga wa kiroho, when we pray for our needs, tukiombea mahitaji yetu, when we call upon the name of the Lord, tukiita jina la Yesu, the answers come almost immediately. Majibu yanakuja moro ni kama hapo hapo. Just like the way when we are young physically. Ni vile vile tulivyokuwa wachanga kimwili. When we are young, we are under the care of the parents. Tulipokuwa katika uchungaji ya wazazi wetu. When the baby cries, wakati mtoto analia, the mother is there running to see what is happening with the baby. Mama anakimbia kuona mwana wake analilia nini. I remember when my prince was young. Naweza kumbuka wakati prince wangu alikuwa. I knew if I place him somewhere, I'll meet him there. Nilikuwa najua nikimweka mahali fulani nitampata mahali pale. So it is upon me to come to remove him if I want to take him to another place. Ilikuwa ni jukumu langu ili niweze kumtoa mahali pale nimpeleke mahali pengine. And if I hear him crying, na nikisikia kililia, I rush there to see what is happening with my baby. Nilikuwa mahali pale ili niweze kuona analilia nini. So I'm talking about total care of the parent. Naongelelea kuhusu ulinzi mkamilifu ya mzazi. Hallelujah. Yeah. When it comes to feeding, I have to feed him. Ilipofika wakati wa kula nilikuwa lazima nimlishe. Right now he can sit himself on a seat and he begins to feed himself. Saa hizi ni mtu anaweza kaa katika kiti na aweze kujilisha yeye. But that time I had to feed him with a spoon. Wakati ule nilikuwa ni lazima nimlishe na kijiko. Hallelujah. Amen. So the Lord understands when we are young. Mungu anaelewa wakati tunapokuwa wachanga. And we need a lot of care. Na tunahitaji ulinzi mkamilifu. Because we are young. Kwa sababu sisi ni wachanga. Hallelujah. Amen. But you see now when Rita grew up, let me give an example of Rita when she grew up. Na wakati alikuwa Rita, I expected him to feed herself. Nilikuwa natarajia aweze kujilisha mwenyewe. Amen. Amen. Right now, I expect that I can send her to the shop to buy some things. Na saa hizi natarajia kwamba naweza mtuma kwa duka na aweze kununua vitu zingine. What do I mean by this? Namaanisha nini kahaya? I mean that there is a time when the Lord requires some fruits from us. Kuna wakati Mungu anatarajia matunda kutoka kwetu. There is a time of being a baby. Kuna wakati wa kuwa mtoto. But there is a time to grow. Kuna wakati wa kukua. And we are supposed to have fruits. Na kuna stahili tuwe na matunda. When you plant a mango tree, ukipanda mti ya mwembe, you don't expect to harvest mangoes immediately. Hautarajii kuwa na maembe wakati huo huo. Hallelujah. Amen. But you put a lot of effort to weed around the mango tree. Unaweka bidii mingi ili uweze kupalilia ule mti. You put the fertilizer. Unaweka hata mbolea. And you take care of it until it is grown. Na unaweza kuilinda mpaka wakati itakapokuwa. So when it is grown, wakati inapokuwa, that's the time now you anxiously wait for mangoes. Hapo ndio unaweza kuwa na matarajio na kungojea matunda ya mwembe. Is it true? Ni kweli hivyo? Is it true? Ni kweli. So the same way in our lives in salvation. Hivyo maisha yetu ya kiroho. Hallelujah. Amen. There is a time the Lord requires fruits from us. Kuna wakati Mungu anahitaji matunda kutoka kwetu. And this actually is another topic, but I'm giving a foundation. Na hili ni fundisho kubwa lakini napeana tu msingi. So a time comes, wakati inakuja, when the farmer, wakati mkulima, prunes the branches of the tree so that the branches may be better in bearing the fruits. Anaweza kuilinda mti akitoa zile branches mbaya ili ziweze baki zile mzuri. Amen. Amen. And so the Lord talks about the
purging or the pruning. Mungu anaongelelea kuhusu kuitengeneza. So a time comes when the Lord allows us. You see, it is very important for the Christian to understand the life of salvation. Ni vyema sana Mkristo aelewe maisha yake ya kiroho. So there is a time when God allows us to pass some things so that we may be better in our faith. Kuna wakati Mungu anakubali ama anaruhusu mambo mengine maishani mwetu ili tuwe watu mkamilifu pale mbele. That is now the time you pray but the answer doesn't come immediately. Hapo ndio wakati unaombana na majibu hayakuji. And at this particular time many Christians get discouraged. Na wakati huu ndio wakati wa Kristo wengi hupotea na But you are sort of passing through a kind of baptism. Na wakati huo umekuwa ukipitia katika ubatizo wa hali nyingine. Hallelujah. Hallelujah. Now that's the time God is making you to be stronger and stronger. Na wakati huo ndio Mungu anatumia kukuweka mtu ambayo anaweza kuwa dhabiti. Let me give this example again. Niwacha niwape mfano mwingine hapa kidogo. When you are recruited as a soldier, unapochaguliwa kuwa mwanajeshi, and you go for training, na upeenda pale mahali kuna mazoezi. I think there is a saying in our country here which they say, train hard to fight easy. Kuna msemo hapa kwetu inasema ujifundishe kwa ugumu na upigane kwa kufa na kupona. Amen. Kwa urahisi. Kwa urahisi. You train hard to fight easy. Yes. Amen. Amen. Ujifunze kwa ugumu upigane kirahisi. Amen. 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 So they undergo a very vigorous training. Wanapitia mafundisho ya ukali. To an extent whereby there are some who would wish to run away. Na kuna wanafika kiwango hata wengine wao wanatamani kukimbia na kutoroka. But they have to complete. Lakini lazima wamalizie hiyo kitu. So when they come out of the training, wanapotoka mara pale pa mafundisho, they are hardy. Wako dhabiti. Because they have been baptized into the suffering. Kwa sababu wamebatizwa katika kuteseka na mateso. Now let me tell you one thing. Niwacha niwaambie jambo moja. This one doesn't seem to be very nice. Hili sio jambo ambayo inaonekana kuwa tamu sana. And sometimes because of ignorance we don't realize. Na kwa vile tuko na kupuuza ama kutojua tunakosa kulijua. But a time comes when we pass through some issues. Lakini wakati inafika ambapo tunapitia mambo. And even right now some of you could be passing through those issues. Na hata saa zingine hata mara hapa kuna wengine wenu huenda wanapitia haya But I want to encourage you this morning. Nataka kukutia moyo asubuhi. Hallelujah. Hallelujah. Because many times when we pass through such we examine ourselves, am I a sinner? Am I sinning? Am I doing bad things? You find yourself you have repented a whole passage. Tunapopitia mahali kama hayo tunajiuliza sisi ni watenda dhambi kwa sababu umetubu na and you find yourself you are passing through such. Na unajipata kwamba unapitia mambo kama haya. Then you should realize that surely probably the Lord is allowing me to pass through this for a purpose. Unaweza kugundua ya kwamba surely Mungu amekuruhusu upitie hali kama hiyo. And therefore you need to humble and yield and tell the Lord to give you the grace to overcome. Na kutia moyo nikikwambia unastahili kustahimili na kuomba Mungu akupee neema ili uweze kupita. Because after you have come from that you become stronger and stronger. Nakwambia unapopitia mali pale ama shida haya ukifika mali pale utakuwa mdhabiti na mgumu. God may allow you to pass through a situation whereby you have no food to eat. Mungu atakuwa ruhusu upitie mahali ambapo huna chakula ya kula. God may allow you to pass a situation whereby you have not enough money to pay your rent. Mungu ataruhusu upitie mahali fulani ambapo huna pesa ya kutosha kulipa kodi yako ya nyumba. God will allow your enemies to come and confront you. Mungu ataruhusu maadui yako wakuje na wakudhihaki. And those who are married, kwanza wenye wameolewa, maybe the spouse can become another person. Mume wako ama mke wako anaweza kuwa mtu mwingine. And you see, we usually say the people who hurt you most are the people who are close to you. Na tunasema ya kwamba wenye wanakuumiza sana ni wale wenye wako karibu na wewe. Sometimes God may use your neighbor or your relative to make you, to shape you. Mungu anaweza tumia jirani wako ama familia yako ili aweze kukulainisha na kukunyoosha. To shape you.
kukulainisha. Maybe that guy annoys you now and then. Huyo mwanaume anakuchukiza kila wakati. Amen. Amen. Every time he annoys you. Kila wakati anakuchukiza tu. And you are forced always to pray that you may forgive him now and then. Na unalazimika pia kuomba na kumsamehe. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Amen. God can allow the person who is near you to wrong you so much. Mungu anaweza tumia mwenye ako karibu na wewe ili akukosee mara mingi. And you see, each and every one of us passes through such a Na situation. unaona kila mmoja wetu anapitia mahala kama hayo nasema. And some time ago, there is somebody who was saying, "Oh, I feel I should come to ministry and preach the gospel." Kule nyuma kidogo kuna mtu anasema, natamani nikuje kwa huduma na nihubiri injili. And we were telling them, "Welcome, brother. Tulikuwa tunawaambia karibu. Welcome Karibuni to the club." Karibuni. Hallelujah. Karibuni. Because for God to make a preacher, the preachers pass through a lot of things. Ili Mungu atengeneze mhubiri, huyo mhubiri anapitianga mambo mengi sana. Let me give you an example. Niwacha niwapee mfano. There is a man who was called Moses. Kuna mtu alikuwa anaitwa Musa. When he realized that he was not an Egyptian, he was a Hebrew. Wakati aligundua ya kwamba yeye sio Mwijiptia, yeye ni Mhibrania. And sort of felt that I think I should be a deliverer of these people. Imani ingine ilimkujia kwamba anastahili kukomboa watu. What did he do? Alifanya jambo gani? When he saw an Egyptian and a Hebrew fighting, alipoona Mwibrania na Mwijiptia he wakipigana, went and killed the Egyptian. alienda na akaua yule Mwijipti. And he looked this way, Aliwatazama and he upande, looked the other side, akaangalia kando and yake, found nobody. akaona kuna mtu, Then he buried the Egyptian. na akachimba shimo. But one thing he didn't look up. Hakutazama juu. So after the Pharaoh knew, Baada ya mwenzake kugundua, he had to run away. aliteremuka na kukimbia. Now, this person grew up in the house, in the palace of a king. Huyu mtu alilelewa kwa nyumba ya kifalme, nyumba ya mfalme. And today, if you are told that from today you are going to live in the state house, Na kutoka leo ukiambiwa, je, leo unaenda kuishi kule State House, I think you will change immediately. utabadilika mara hiyo hiyo. You will gain weight. Utabadilika, utakuwa na For those who uzani, want to gain weight, utakuwa na uzani mwingi and you'll be happy. na utakuwa na furaha sana. Now, consider the scenario. This man has come from the palace. Kumbuka ya kwamba huyu jamaa alitoka kwa palace. He is forced to go to the wilderness. Analazimishwa aende kichakani. So it means if it were today, I don't know. Amen. If it was like today, Kama ingekuwa siku ya leo, when the beard grows, ndevu inapomea, probably when he was in the house of the Pharaoh, wakati alipokuwa katika nyumba ya Farao, there were sharp blades. kulikuwa na nyembe kali sana. But when he's at the house of Jethro, Wakati alipokuwa kwa nyumba ya Jethro, told my brother, alimwambia Rabi, here we don't use sharp blades. huku hatutumii hizo We nyembe use kali, sharp stones. tunatumia mawe kali. Amen. A change of situation. Mambo yanabadilika. So he was forced to go down to earth. Ilimbidi aende chini huku, From the perfumes kutoka kwa perfume ya to the smell of goats and sheep. mpaka kwa manukato ama mnuko, From the good clothes kutoka kwa nguo mzuri to the rags. mpaka kwa matambara. If you check very well, if I'm not wrong in the Bible, Ukiangalia vizuri kama si yuko muongo, many areas mara mingi when they were confronted, when he was confronted, wakati aliposhurutishwa, he wanted to go to the Lord first. alitamani kwenda kwa Mungu kwanza. You remember that time they went when they reached the Red Sea, Unakumbuka wakati walifika pale bahari, and the children of Israel were crying and crying and crying and making wana wa all sorts of Israeli noise. walikuwa wanalia wakilia. It seems that Moses was crying to the Lord also and telling him, now what shall I do? Na Musa pia ni kama alikuwa analilia Mungu wake Because there is a statement there which he says, na kuna jambo imenakuliwa pale akisema, actually it's God who is speaking and telling Moses, ni vile Mungu anaongea, why are you
crying unto me, Mungu anauliza Musa, kwa nini tell the children of Israel to go forward. Ambia wana wa Israeli wasonge mbele. So what do I mean here? Na maanisha nini mara hapa? Moses had to undergo a lot of hardships to make him to be ready for the task which was ahead of him. Ilibidi Musa apitie changamoto mingi tena makali ili aweze kuenda pale alikuwa anatarajiwa kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. So I am not speaking about that, but I just want to say this. Siongelelei hayo, but nilikuwa nasema hivi tu. When you undergo the suffering, unapopitia mateso, you should not just see the suffering. Unastahili usione mateso, but you should think probably what the Lord is doing in you through the suffering. Unastahili kutazama na kujua chenye Mungu anataka maishani mwako. Some of us may be proud. Wengi wetu wanaweza jivunia. And God can deal with the kiburi. No. God can deal with the pride in a particular way. Na Mungu anaweza deal na hiyo kiburi chako. So that we may be better. Uweze kuwa mtu mwenye anatakikana. Amen. Amen. Probably some of us, God may be preparing us for very big tasks ahead of us. Mungu anaweza kuwa anatuandaa kwa jambo makubwa sana. And you cannot handle that big task without you being strong. Na Mungu huwezi ukafanya hiyo kazi. Huwezi ukafanya hiyo kazi ambayo inakuja mbele yako. Hiyo kazi. Amen. Amen. Bila kuwa mwenye nguvu. Bila kuwa mwenye. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Let me give you a small example as I finish, and then I finish with the baptism. Mfano kidogo kabla sijamaliza. Take for example myself. Chukua kwa mfano pastor. How can I come and understand any one of you and says, Pastor, in fact I have not eaten 3 days. 3 days. Naweza kujaje na nikuelewe wewe ukisema ya kwamba hujakula siku tatu. If myself I have not passed through such. Kama yeye mwenyewe hajapitia pale kama hapo. I will actually understand when you tell me, because I know I also passed through such. Atakuwa hapo akijua hata yeye amepitia mara pale. And because God made me to overcome, it is not an issue anymore in my life. Kwa vile Mungu alimwezesha kupitia, sio jambo muhimu sana kwa maisha yake. Amen. Amen. I remember one time I went to a house of a mshirika, but they are not around anymore. Nakumbuka siku moja nilienda kwa nyumba ya mshirika. They actually invited me there. Walinikaribisha mara pale. They were a new couple. Walikuwa wameoana. So when I went there, nilipoenda mara pale, I'm talking because you don't know them. Naongea kwa sababu hawamjui. Because I don't speak issues of people. Kwa sababu siongeangi mambo yao. But they are no longer around and they went. Kwa sababu hawako hapa na vile walienda. So when I went there, nilipoenda mara pale, the way they invited me, I'm telling you, vile walivyonikaribisha, I thought that they were in a very good place. Nilipata so when I entered their house, they said welcome. Nilipoingia kwa nyumba walisema karibu. And then I entered majestically. Na nilikapata kuingia. Amen. Kwa utaratibu. When I entered there, it was a single room. Nilipoingia pale ilikuwa room ya. And there was no chair. Na kukuwa na kiti pale. So I asked myself, am I going to stand? Nilijiuliza nitasimama mara hapa. So if I was proud, kama ningekuwa na kiburi, actually I would have been angered. Ningekuwa angalau ningekuwa nachukizwa. The woman, the lady came with something. Bibi mwanamke wa hiyo nyumba akakuja na hiyo. You remember that those bags which we used to carry, they have zips. Unakumbuka ukifungua inakuwa ndefu, ukifunga inakuwa short. You remember those bags? Okay. So they had put some clothes in those, walijaza nguo ndani with clothes paka ikakuwa, until it was yeah. So they gave me as a chair to sit, and they said, Pastor, here is a chair. Walinipea hiyo kama. And then I looked at it. Nikaitazama. And deep in me I said, they have done all what they could have done.
Niliangalia nikasema wamefanya chochote. I'm not going to say thank you. Sitasema asante. Because I will let them down. Kwa sababu nitawavunja moyo. But instead, but I took it and I sat on it. Nilichukua na and we began to talk. Na tukaanza mazungumzo. Because I understand. Kwa sababu nilielewa. And I passed through such. Na nikapitia mahali I have stayed without chairs. Nishaishi bila viti. Hallelujah. Hallelujah. And I came to realize in one way or another. Nilikuja kugundua kwa njia moja they don't have a bed. Hawana hata kitanda. Amen. Amen. So they sleep on there. Wanatandika mara pale chini kwa floor. And you see some of us, if when we sleep there only 10 minutes right now, tukilala mara pale dakika 10, we'll be like complaining. Tutakuwa tunalalamika. And I understood na nilielewa that even me there's a time I've slept on the floor. Nikaelewa ya kwamba hata mimi pia kuna wakati nililala chini. So as I finish that part, I want to say this. Nikimaliza hiyo sometimes the things which we pass through, mara nyingi mambo yenye tunayapitia, there are things to make us stronger and prepare us for the life ahead. Ni mambo ya kututengeneza na kutuyatayarisha. Probably there is somebody God will bring to you in your life. Usitarajie mtu mwenye Mungu ataleta. God may bring somebody to you. Mungu anaweza leta mtu kwako who is passing through a situation which you passed a long time ago. Anapitia mahali pale ulipitia. And you'll be able to understand that person. Na unastahili kumwelewa huyo. And you will help him. Na unastahili kumwelewa. Praise the name of the Lord. Amen. Amen. Unaona mimi nimelala chini. Unaona mimi nimelala chini. Amen. I've slept down. Hata wewe ndugu. Mara mingi sana. Amen. Amen. Even him. Hallelujah. Amen. So don't complain. Usilalamike. Just pray to the Lord to give you the grace. Omba kwa Mungu akupe neema. Because after you have passed through that, ya kwamba ukishapita mahali you become stronger in faith. Unakuwa dhabiti kwa kiroho. You become stronger spiritually. Unakuwa kwa kiroho. And God removes whatever is around you which is not godly. Na Mungu anaondoa yale mambo ambayo yanakuzunguka ambayo si kiroho. Better person. Na unakuwa mtu mzuri. Amen. Amen. Because it's a type of baptism you are passing through. Na hiyo ni mambo moja yazo ya ubatizo ambayo unakuwa unapitia. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So what is water baptism? As I finish. Ubatizo wa maji ni nini tunapomalizia? It is the total immersion of a believer into the water. Ni kutumbukizwa kabisa ndani ya maji kwa muaminio. Of course, an act of it's a spiritual act of immersing, though physically, but a biblical act of immersing somebody into the water. Total immersion. Ni jambo ya kimwili lakini imehusishanishwa na kiroho ya kwamba utumbukizwe ndani ya maji. It is not water from a cup. Sio maji ya kikombe. Amen. Amen. The reason as to why he said whatever happened was drama if they used a cup. Chenye kilitendeka kama ni drama kama ulibatizwa na kikombe, maji cha kikombe. It is because of what we have learned here that baptism comes from the word baptizo, meaning to bury. Ni kwa sababu tumejifundisha leo ya kwamba neno ubatizo inatoka kwa neno ya Ugiriki ambayo inamaanisha baptizo ambayo inamaanisha kutumbukiza. Amen. Amen. So it is total immersion. Ni kutumbukizwa kabisa. And that's why now here we can argue and say we don't baptize children. Na leo tunaweza sema tuko na uhuru ya kusema ya kwamba tubatizi watoto. And you see there are people who baptize children. Na kuna watu wanabatiza watoto. And when you read the Bible you don't see children being baptized. Na ukisoma Biblia unaona watoto wanakuwa. You see everything we get it from the word of God. Kila kitu tunapata kutoka kwa neno la Mungu. There is a human way of doing things. Kuna mambo ya kibinadamu ya kufanya mambo. But there is godly way of doing things. Na kuna mambo ya kiungu ya kufanya mambo. Now, sasa who actually should be baptized? Ni nani anastahili abatizwe? Who? Nani? Amen. Amen. Who should be baptized? Ni nani anastahili kubatizwa? Remember? Ukikumbuka? Yes. An adult. Thank you. Ni mtu mzima. An adult. Another one. Any adult. Any adult. Okay. Think about it. Yes. Another one.
Wale waliobatizwa hamjui, kwani ulibatizwa? Wale ambao walibatizwa hamtambui ya kwamba mlibatizwa? Yes. Amen. Amen. So she has said that one who has believed in Jesus Christ and confessed his or her sins, accepted Jesus Christ to be Lord and Savior. Mwanafunzi wa ubatizo ni yule ameamini Yesu Kristo na akakiri dhambi zake. Amen. Amen. So that means if you were baptized before you got saved, inamaanisha kama ulibatizwa kabla hauja, it was like attaching a chariot in front of the horse. Ni kama kwamba kufunga ile gari ya gurudumu mbele ya kichwa cha punda. So that is the one which we called drama. Hiyo ndio tunaita ile drama ile. Amen. Amen. The candidate of baptism is that person who is born again. Mwanafunzi wa ubatizo ni yule ambaye amezaliwa mara ya pili. And somebody go again to the book of Matthew chapter 28 from verse 19. Na mtu aende, a very quick reader. Mtu aende kwa kitabu cha Mathayo sura ya 19. Not that one. Mark chapter 16, sorry. Mark chapter 16. Mariko 16. Mark chapter 16 from verse 15 and 16. Nani atasoma quickly? A quick reader. Go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Amen. What does he say? Whoever believes, then baptize. He doesn't say whoever is baptized and then, amen. So you must believe, and the word believe here is it's not just literally believing. Believing here, according to this word, means you have accepted, because faith without works is dead. So this kind of faith means you have taken a step to receive Jesus Christ in your life. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. So if you were baptized before you got saved, that was drama. You need to be baptized. Kabla haujaokoka, hiyo ni drama, unastahili kubatizwa. You went into the river or pond as a dry sinner. Ulienda kwa maji kama mwenye dhambi ambaye amekauka. And then you became a wet sinner. Ukakuwa mwenye when you came up with a wet sinner, ukatoka huko mwenye dhambi ambaye ameloweshwa. Then the sun shone yes, on you, and then you dried again, and again you continue to be dry. Jua ikakuangazia baada kutoka kwa maji kama mwenye dhambi, jua ikakuangazia tena ukakuwa mwenye dhambi ambaye amekauka. Amen. Amen. So that is the candidate of baptism. Huyo ndio mwenye anastahili kubatizwa. If you are born again, if you are kama umezaliwa mara ya pili, believing and then you be baptized. Unaamini kwanza alafu ndio unabatizwa. Hallelujah. Amen. So I think somebody is thinking about it now. Nafikiria mtu analifikiria sasa hivi. Okay, quickly. Haraka. I want to ask a question. Nataka kuuliza swali. Are the children outside? Watoi wako nje. Can a baby believe? Mtoto anaweza amini? Anybody with the answers? Can a baby believe? Can a baby like Prince there understand what is happening? Mtoto kama Prince pale anaweza elewa chenye kinaendelea? So if you must believe and be baptized, kama unastahili kuamini na kuwa mbatizo, then if we baptize him, has he believed? Tukimbatiza na kuwa ameamini. And you see, even without going to many theological issues, ukienda kwa kabla hatujaenda kwa mambo mengi ya literally, you can see very well that it's not practical to baptize young babies. Unaona ya kwamba sio vyema na sio vizuri kubatiza watoto wadogo. Literally. Jambo ya kawaida. Amen. Amen. So we find the example of Jesus Christ.
fuata mfano wa Yesu Kristo. When he was born, Wakati alizaliwa, a time came he was taken to the temple wakati ilifika ambaye alipelekwa kanisani, and he was presented to the priests. alipelekwa mbele ya makuhani. You remember that time one of them gave a prophetic word about him Mnakumbuka wakati mmoja wao alipeana na maneno ya unabii and they blessed him. na walimbariki tu. That's how we follow. Hivyo ndio vile tunaona. And in fact in the Old Testament it was like that. Hivyo ndio vile Agano Jipya linastahili. When Samuel was born, Wakati Samueli alizaliwa, he was presented to the temple alipelekwa tu kwa hekalu and he was blessed. na akabarikiwa tu. So children, we dedicate them. Watoto tunaweka To the Lord. wakfu. And actually it works. Some of them become like little prophets. Na kweli inafanya kazi. Well, we have seen it very practically. He tells you, Mom, so and so, so and so, so and so will be here tomorrow. Wanaweza kukuambia ya kwamba In a joking fulani way. fulani watakuwa hapa siku ya kesho. And when you wake up tomorrow, Na unapoamka siku ya kesho, they are there. wako mahali We pale. have had such like testimonies. Tushakuwa na mambo kama haya. And there are many other things which happen. Kuna mambo mengi sana ambayo yanatendeka. We see even God's protection upon them. Tunaona ulinzi wa Mungu juu ya They maisha. grow with a lot of wisdom. Wanakuwa na hekima mingi sana. Amen. Amen. So if your child, if your baby was sprinkled on water, with water, then you should bring him or her for dedication. Kama mtoto wako alinyunyuziwa maji ya kwamba anabatizwa, mlete aweze kuwekwa wakfu. Amen. Amen. And therefore we say it is total immersion, and the water must be much enough to be able to put that person totally immersed in water. Tunasema maji lazima yawe mingi ndio ili mtu aweze kutumbukizwa na atoshe huko. We cannot leave even a finger outside. Hatustahili kuacha hata kidole kimoja It's imening'inia. total immersion. Ni kutumbukizwa kabisa. Now you shouldn't worry about because you are not going to stay in the water for all that time. We just dip you and we. Haustahili usumbuke kwa sababu Just a short time haustahili experience. kukaa ndani ya maji pale. Yeah, because you need to breathe. So we know that. Sekunde moja tu umeweka. And we are there ready with the strong people. Na tuko mala pale na Amen. And you can even see Pastor Eva is strong. Tunaona pastor wetu Amen. hapa kuna stamina. Maskwembe, ndio. Ama inaitwaje? Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. So, Kwa hivyo if you are sprinkled with the water, kama ulinyunyuziwa maji, you need to be baptized. unastahili kubatizwa. Amen. Amen. You need to be baptized. Unastahili kubatizwa. Quickly, what does it mean? What does it symbolize? Inamaanisha nini? Buried with Christ and rising up with him. Kuzikwa na Yesu na kufufuka na Yesu. Romans chapter 6 verse 3 to 10. Warumi chapter 6 mstari wa 6. It symbolizes you are buried with Christ Inamaanisha, inashiria kuzikwa na Yesu and you are raised together with him. na kufufuka na Yesu. Hallelujah. Amen. 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 It demonstrates what has happened in you. Inaonyesha chenye kimetendeka ndani yako. You are no longer the old person. Wewe sio yule mtu wa You are new creation. Wewe ni kiumbe kipya. Amen. Amen. So you are buried the old nature. Ulizikwa yule mtu wa kitambo. And then you are raised as a new person. Ukafufuka mtu mpya. Amen. Amen. So if you are not born again, you cannot have such like a testimony. Kama haujazaliwa mara ya pili huwezi. Praise the name of the Lord. Amen. 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 Hallelujah. So it symbolizes death, burial, and resurrection. Inaashiria kufa, kuzikwa na kufufuka. It is also a faith declaration. Faith declaration. Kutangaza imani Ni yako. kutangaza, hali ya kutangaza imani. That you are telling the people Kuambia watu openly, hadharani, I was saved. nimeokoka. I am a new creation. Mimi ni kiumbe kipya. Therefore I declare today Sasa leo natangaza that I'm a new creation. ya kwamba mimi I'm buried with Christ nimezikwa na and Yesu I'm raised up with na him. nimekufufuka na Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, it is a ceremony. It's a great thing. Ni kitu Celebration. kikubwa sana. Amen. Sherehe. Personally, when I was baptized in River Chania in Thika,
Mimi kivyake alipobatizwa katika liwachania pale Thika. I'm telling you, I was like, when I was waiting to be baptized, I'm telling you, I was very anxious. Nilipokuwa nangojea kubatizwa nilikuwa nangojea sana kwa furaha. Amen. And we were many. Na tulikuwa wengi. We were many. Tulikuwa wengi. And I was baptized. Walibatizwa. Hallelujah. Amen. Okay. So we say people should be baptized because it is a command from God. Watu wanastahili kubatizwa kwa sababu ni sheria kutoka kwa Mungu. It is also fulfilling all righteousness. Matthew chapter 3 verse 15. Pia inatimiza utakatifu ama ukamilifu. When Jesus Christ went to the river Jordan, wakati Yesu alienda kwa mto Yordani, wanting to be baptized, alikuwa anabatizwa. John the Baptist was hindering him. Yohana Mbatizaji alikuwa anamzuia. And Jesus said, na Yesu akasema, let it be so for now. Wacha na iwe hivyo kwa sasa. For it is fit for us, kwa sababu ni vyema kwetu, to fulfill all righteousness. Ili tuweze kutimiza ukamilifu yote. So baptism, water baptism is a part of righteousness. Kwa hivyo ubatizo ya maji ni ukamilifu ya. So as long as you live, you have been saved, you need to be baptized. Kwa vile unaishi na kwa vile umeokoka unastahili kubatizwa sasa. And also it symbolizes repentance, as I've said. Na inaashiria pia msamaha. Amen. Amen. I explained why we should be baptized in much water. Nilieleza kwa nini tunastahili kubatizwa kwa maji. Of course, even Jesus himself, kwa sababu hata Yesu yeye mwenyewe, was baptized in much water. Alibatizwa katika maji mengi. Every baptism in the Bible was by immersion. Kila batizo katika Biblia ni kwa kutumbukizwa. And that's what the word means, baptism. Hiyo ndio Biblia inamaanisha na maneno batizo. Amen. Amen. I also spoke about who should be baptized. Niliongelelea kuhusu mwenye anastahili kubatizwa. And we said that there is no baptism of babies. Nikasema ya kwamba hakuna haja kubatiza na hakuna haja kubatiza watoto. So when should one be baptized? Na mtu anastahili kubatizwa lini? When you get saved, unapookoka, you are candidate of baptism. Wewe ni mwanafunzi wa kubatizwa. Amen. Amen. When you get saved, you are candidate of baptism. Ukiokoka tu hivi wewe ni mwanafunzi. You need to be baptized. Unastahili kubatizwa. Hallelujah. Hallelujah. And if you got saved a long time ago and you have not been baptized because of disputing, you need to be baptized. Ulipookoka miaka mingi imepita na hujawahi batizwa, unaweza jitokeza ubatizwe. Amen. Amen. I don't say, oh, I got saved a long time ago, I have not been baptized, so I'm feeling shame because let me tell you one thing, the issue of God is not shame. They are not shameful. Ustahili kusema ya kwamba niliokoka miaka mingi na sijawahi batizwa, sasa nasikia aibu. In fact, you are making a good decision because you are following God's righteousness. Na unajua ya kwamba unastahili kujua unafanya uamuzi vizuri kwa sababu unatimiza agano ama andiko. Literally, I mean, if you read in the book of John, 1 John chapter 5, I think from verse 7 to 8 there. Ukisoma kitabu ya Yohana wa pili mstari wa 3, we can read it there. Tunaweza lisoma hilo. Amen. 1 John. Kitabu ya Yohana wa kwanza. We actually finishing chapter 5 verse 7. Water is a witness. Amen. Somebody to read it if you are there. Yes, read it. 1 John chapter 5 verse 7 and 8. For there are three spirits. For there are three that testify: the spirit, the water, and the blood. And the three are in agreement. And the three are in agreement. That is verse 8. Begin from verse 7. For there are three that testify. Verse 8. The spirit, the water, and the blood. And the three are in agreement. From verse 7. That's verse 7? Oh, and amen.
The Spirit, the water, and so the water is a witness. Kwa hivyo So will the water witness that I baptized him? maji ni mshahidi ya kwamba Will it witness? imeku Will it witness that surely I know this person because I baptized him? maji yanastahili kutoa ushuhuda ya kwamba nilishuhudia nikikubatiza. Wow. Wow. So water baptism, you should note that does not save anyone. Ubatizo wa maji mnastahili kujua ya kwamba haiokoi mtu. Because there are people who teach that when you are baptized by water, you get saved. Kuna watu wanafundisha wakisema ukibatizwa kwa maji unaokoka. Water baptism is not a way of salvation. You cannot get saved through water baptism. Ubatizo wa maji sio ati na And it does not remove sins. na iondoi dhambi. But it's an answer to fulfilling the righteousness of God. Bali ni jawabu ya kutimiza ukamilifu wa Mungu. It's an answer to good conscience towards God. Ni ukamilifu, ni jawabu ya ukamilifu ya mambo mazuri ya kutoka kwa Mungu. Amen. Amen. So I believe naamini yako those who are disputing and they were not understanding, you are ready to be wale baptized. ambao hawakuwa wanaelewa wako tayari sasa kubatizwa. We are here to carry out Tuko mala the hapa very important kutenda hilo jukumu mzito. Amen. Amen. So being baptized. Amen. Some people say like this. Watu wengine wanasema hivi. You know, even the thief on the cross Unajua hata yule mwizi pale msalabani was not baptized. hakuwa amezaa. And Jesus said, you shall be with me today in the Na Yesu paradise. akasema leo utakuwa pamoja nami paradiso. That actually shows you very well that water baptism does not save. Hiyo inamaanisha kwamba ubatizo wa maji kawaida hayokoi. But on the other hand, Lakini kwa upande mwingine God understands every situation. Mungu anaelewa kila hatua. Probably that thief, there was no time for him to be taken to the river. Yule mwizi hakuwa na nafasi ya kuenda majini And so God worked on his life according to his na situation. Mungu akatenda kazi maishani mwake kulingana na hali vile ilivyokuwa. But you know that God has given you that time and he knows. Unajua wewe Mungu amekupea hilo nafasi na anaelewa. So you have to be baptized. Kwa hivyo unastahili kuwa unabatizwa. Amen. Amen. Therefore, Kwa hivyo please register yourself to be baptized. tafadhali jitokeze ili uweze kubatizwa. And we are going to announce the date Na tunaenda kutoa tarehe na for baptism. ya kubatiza watu. We are looking for a good time. Tunaangalia siku nzuri. We thought that we could do it next Sunday, but because of one thing or another, we Tuliona not be kwamba able to do it. tunaweza kulifanya next Sunday lakini tukaona So we are going to plan about it. tunaenda kukaa chini na kujadiliana. But register. Lakini wewe jitokeze. And we are going to be together there as the whole church. Tutakuwa mara pale kama kanisa. Even if you are not being baptized that time, hata kama hautakuwa unabatizwa siku you hiyo, need to celebrate what others are going through. unastahili The good kushangilia things. chenye So we shall all be there. tutakuwa mara pale siku Whether at the river, whether at the point, we shall all be there. tutakuwa mara pale. And we celebrate and we sing and we sing to the Lord tukiimba as our brethren are being kama baptized. wengine wanatumbukizwa ndani. Amen. Amen. Somebody probably is asking, Mwingine anauliza, will I require to have a new name? Baptism is not about a name. ubatizo sio kuhusu jina. I know many of you are given names. Sijui kama wengine wenu At a particular time they did something. hata ya kwamba mnapewa majina. But it's not about names. Sio kuhusu majina. But if you think you want another new name, Ukitaka jina mwingine mpya, we can't dispute. hatuwezi But kataa. it's not about names. Lakini sio kuhusu majina. Amen. Amen. As I've explained, it's something else. Nilipokuwa naeleza jambo fulani. Many times God uses water baptism Wakati mwingi Mungu anatumia ubatizo wa to maji deliver people's lives. kukomboa maisha ya watu. You are put in the water. Unawekwa ndani ya maji. Supernaturally, I don't know. God does something and you come out, you find yourself, you are very different from how you used to Mungu be. anatenda mambo kimiujiza, unawekwa ndani ya maji, ukitoka pale unapata So, kama wewe ni mtu mwenye amebadilika. God does not waste time doing something. Mungu hapotezi wakati. So some people get delivered wengine wanapata ukombozi through that exercise. kwa kuhusu ubatizo. Amen.
And some they get filled into the Holy Spirit. Wengine wanapata hata kujazwa na They get baptized there into the Holy Spirit. wanabatizwa na Roho Mtakatifu hapo ndani ya Be baptized and somebody begin to speak in tongues. unabatizwa, unapata kuanza kuongea kwa dini. Wow. Unasangilia. And it is a great thing. Ni jambo mzuri sana. Hallelujah. Hallelujah. I believe the candidates are ready. Natarajia wanafunzi wa kubatizwa. We can stand up so that we may pray now. Amen. Amen.